Tukiachana na hayo ni kwamba naibu rais Profesa Kithure Kindiki amepuuzilia mbali miito kutoka kwa wakosoaji wake wanaomtaka aondoke serikalini, akidumisha kwamba viongozi wakuu kutoka eneo la Mlima Kenya watasalia ofisini ili kuangazia maendeleo ya eneo hilo na kutetea rekodi ya serikali ya Kenya Kwanza. Akizungumza Kandara, kaunti ya Murang'a, naibu rais alitoa wito kwa wakazi na viongozi wa eneo la Mlima Kenya kudumisha amani na kusuluhisha tofauti zao za kisiasa kupitia kwa mashauriano. Misa hiyo katika parokia ya kanisa Katoliki la Gaishanjiru na maadhimisho ya miaka 100 tangu kujengwa kwa hospitali ya St. Raphael Catholic huko Kandara, kaunti ya Murang'a, ilikuwa jukwaa la kuwasilisha jumbe za kisiasa na maendeleo. Naibu rais Profesa Kithure Kindiki aliangazia miito ya viongozi wa upinzani ya kuwahimiza viongozi wa eneo la Mlima Kenya kuondoka serikalini. Tunataka tuchukue nafasi ambayo tuko nayo serikalini kuboresha maisha ya wananchi, kusukuma maendeleo. Soko ikijengwa ni manufaa kwa wananchi. Stima ikiwekwa mahali haijafika ni manufaa kwa wananchi. Hiyo ndio kazi ya serikali. Hakuna kazi nyingine ya serikali. Na ndio tumeamua ya kwamba sisi zote tutashirikiana tutetee serikali. Profesa Kindiki alitoa wito wa kusitishwa kwa siasa za migawanyiko na matamshi ya kushambuliana, huku akiwaagiza wanasiasa kushindania rekodi za maendeleo badala ya matusi. Kwa sababu siasa ni mashindano ya uongozi na ni ya muda, na ikipita sisi tutabaki tukiwa jamii moja, tutabaki tukiwa taifa moja. Usitumike kuvuruga amani ya jamii. Wale watapita watakuwa viongozi wetu, wale hawatafaulu pia hao ni viongozi, watangojea siku ingine Mungu atawajalia. Kindiki pia alilisihi eneo hilo kuendelea kuungana na kusuluhisha tofauti za kisiasa kupitia mashauriano. Mimi naomba kwa unyenyekevu hii jamii ya sehemu hii ya Kenya ambao tunaitwa watu ya Mount Kenya, mimi nawasihi tuendelee kukaa pamoja tukiwa kitu kimoja, na wakati kuna tofauti kidogo kidogo ya kisiasa tuongee hizo tofauti bila kuhujumu umoja. Viongozi waliokuwepo wakiwemo waziri wa nyumba Alice Wahome, mwenzake wa utalii Rebecca Miano na makatibu kadhaa walipigia debe azma ya Rais William Ruto ya kutaka kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Naibu rais alitangaza kwamba wanakandarasi wa miradi ya ujenzi wa barabara za Mau Mau uliokuwa umekwama wamelipwa pesa zao zote na kwamba kazi za ujenzi zitarejelewa. Viongozi hao pia waliongoza harambee ya kuchangisha pesa za kupanua hospitali hiyo ya misheni.